Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako nami Pastor Miamba. Na leo ni siku njema sana ambapo tunaenda kulisikia neno, lakini ni siku njema ambapo watoto wetu wanaanza muhula mpya wa masomo yao baada ya likizo ya Pasaka. Tutaweka wakfu kwa Bwana kwa ajili ya wao kwenda kutawala, kwa ajili ya wao kwenda kuwa vichwa na si mkia, kwa ajili ya wao kwenda kuongoza katika mitihani yao, kwa ajili ya wao kwenda kuwa na utulivu katika masomo yao ya muhula huu. Na tutaenda kuwaweka wakfu kwa Bwana, wapate kibali kwa walimu wao, wapate kibali kwa wanafunzi wenzao, wapate neema katika kila jambo watakaokuwa wanalifanya. Bwana awape neema, lakini tutaomba Bwana wafungue akili zao wapate kuelewa yote wanayofundisha shule, lakini Bwana akawaongoza katika njia iwapasayo wanavyokuwa hapo shule. Lakini baada ya hapo nitasema neno la leo ambalo ibada ya pili hiyo tutashughulika na kuwaweka wanafunzi wetu wakfu, lakini tunaanza na ibada inayotuongoza siku ya leo. Na leo nitasoma katika kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 23 na ule mstari wa 9. Biblia inasema ya kwamba utakapotoka kwenda juu ya adui zako, nawe uwe katika marago, jilinde kila neno baya. Jilinde na kila neno baya. Utakapotoka kwenda juu ya adui zako, nawe u katika marago, jilinde na kila neno baya. Maandiko yanaeleza kwa habari ya vita. Utakapoenda kwa watu ambao ni adui zako, vita ya kwanza unayotakiwa kuishinda ni wewe kujilinda na maneno mabaya. Maneno mabaya. Tukisoma katika kile kitabu cha Mathayo sura ya 12 mstari wa 36 na 37, maandiko yanasema, basi nawaambia kila neno lisilo maana watakalolinena wanadamu watatoa hesabu ya neno lile siku ya hukumu. Kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki, na kwa maneno yako utahukumiwa. Kwa maneno yako utahesabiwa haki, na kwa maneno yako utahukumiwa. Sasa tunaona maandiko hapa yanaeleza kwa habari ya hukumu inayotoka kupitia maneno. Hukumu inayotoka kupitia maneno. Na maandiko yanasema uzima na mauti vi katika nguvu ya kinywa. Sasa na hapa tunaona ya kwamba maandiko yanaeleza kwamba kumbe kwenye uzima wako unaweza ukawa kwenye kinywa chako, na mauti yako yanaweza yakawa kwenye kinywa chako. Sasa tukiangalia maandiko yanapoeleza kwa habari ya unapomkabili adui yako kiroho, lazima ulinde maneno mabaya yasipite kwako. Maneno mabaya yasipite kwako. Unaona, labda nitolee tu mfano. Mnaenda sehemu alafu unaambiwa we mjinga na unakaa kimya. Au watu wengi sana huwa wanazoea kulipiza, we mjinga na wewe. Pale hujafuta neno lile ambalo mtu amekwambia we mjinga, linabaki vile vile. Haijamaanisha kwamba ukimpandia na yeye neno basi mbegu yako uliopandiwa inaongolewa. Hapana, ni lazima uingoe. Badala ya kumjibu kwamba we mjinga, badala ya kumjibu mjinga mwenyewe, unapewa katika sura nyingine ya mtu mgomvi ambaye haina sifa njema. Bora ulitimize kusudi. Akikwambia we mjinga, mwambie mimi sio mjinga kwa jina la Yesu. Mimi na uzao wangu tuna akili. Tayari umelizuia lile neno, kwa sababu maandiko yanasema unapoenda kukutana na adui yako, linda sana maneno mabaya ama neno la baya lisipate nafasi kwako. Kwa sababu katika neno, kila neno atakalolinena mwanadamu lisilofaa litatolewa hukumu yake siku ya mwisho. Na tunaona kabisa neno lina hukumu. Anaposema siku ya mwisho, sio lazima ile siku ya hukumu ya kiti cha enzi, hapana, lakini siku litakapotaka lile neno kukuzalia matunda litahukumiwa kwa neno ambalo lilikuwa limeachiliwa.
Mfano, unaambiwa kwamba wewe ni maskini afu nakaa kimya. Utakapofika wakati wa kutaka kutajirika, neno lile ambalo lilisimama na likakutamkia wewe ni maskini na ukalikalia kimya, ndilo litakalo kushtaki kusema huyu ni maskini sio tajiri. Kwa hiyo kila neno atakalo linena mwanadamu juu yako wewe, ama neno utakalo jinenea wewe, hilo neno halifutiki mpaka ulifute. Unaweza kulisahau kwako alimaanisha kwamba litafanya uharibifu. Na ndio maana ni vyema sana kujua ya kwamba unapoamka asubuhi, Biblia inaeleza ya kwamba maneno hayo nayo waambia ni roho, tena ni uzima. Kwamba kila neno limebeba roho. Neno la kutokufanikiwa limebeba kutokufanikiwa. Neno la kuinuliwa limebeba kuinuliwa. Ni roho. Mtu anaposema ukabarikiwe, napokutangazia baraka, ukabarikiwe, lile neno ukabarikiwe limebeba roho ndani yake ya kukubariki wewe na kukuinua na kuyaruhusu mema yote ya kujelea. Lakini utakapoacha kuzuia na ukaruhusu mtu alaani maisha yako, tayari unaruhusu ile laana ipite. Sasa lazima uelewe, hata waganga wa kienyeji, hata wachawi wanapotuma uchawi na uharibifu, huwa wanatumia neno na sadaka. Basi wanatumia neno na sadaka, wanaiweka sadaka hapo mbele, wanaanza kuinuizia hiyo sadaka kwa maneno ya kwamba mtu huyu akachanganyikiwe, huyu mtu akawe hana amani, huyu mtu. Maneno yale ni roho, yanaposukumwa na sadaka yanaenda kuleta uharibifu mkubwa sana, kwa sababu ile sadaka inaenda kutulia kwenye aina ya Mungu aliyemuitia. Kama umejitangazia baraka halafu umetoa sadaka, ile sadaka inaenda kutulia kwa Mungu ambaye anabariki. Lakini kama umetangaza huyu mtu awe kichawe nini, hiyo sadaka inaenda kutulia kwa shetani kule kwenye madhabahu zake, inaanza kukumbusha ukichaa wake. Bwana, mimi ni sadaka niliyotolewa mtu fulani awe kichaa. Mimi ni sadaka niliyotolewa mtu fulani awe kichaa. Iko kule kuzimu. Lakini kama umeachilia sadaka upande wa nuru, ukasema mimi nitabarikiwa, sadaka ile tena inaendelea kukumbusha kwamba kuna maneno niliachiliwa ndani ya mimi sadaka, ya kwamba mtu huyu aliyenitolea mimi kama sadaka abarikiwe. Unajikuta yale maneno yanapoambatana na sadaka, mara nyingi sana unapoyaangalia utaona yanapiga kelele wakati wote. Kwa hiyo tunaona kabisa ya kwamba uwe makini sana kwa maneno. Anasema neno lote lisilofaa ambalo mwanadamu atalichukulia kawaida, ataliona ni la kawaida, ujue mbele yake lina hukumu. Unaambiwa kwamba wewe utaolewa, wewe sema nitaolewa kwa jina la Yesu, na wala sio muda mrefu, ni muda mfupi tu ujao nitaolewa. Umepambana kuliharibu hilo neno. Ni adui wa rohoni, ni tofauti na adui wa mwilini. Adui wa rohoni, maandiko yanasema hivi, unapotokea kwenda kwa adui yako maragoni kwake, jilinde na kila neno baya. Ndio maandiko yanaposema jilinde juu ya neno baya, kwa sababu watu wengi sana wanapitia hali ngumu za maisha, ni maneno walionenewa. Wamenenewa maneno mabaya. Yale maneno yaliyonenewa yanawafuata na kuwatafuna. Jilinde na neno baya, kwa sababu kila neno atakalolinena mwanadamu litatolewa hesabu yake. Siku ya mwisho litahukumiwa ya kwamba ulijiita wewe ni wa kawaida, ukawaida unakushikilia. Umejiita wewe ni maskini, umaskini umejishikilia. Umesema Bwana wewe si ni wanyonge, unyonge hapo hapo na kuingia. Neno lolote utakalolisema litakuwa ni uzima kwako, ama neno lolote utakalolisema litakuwa ni mauti kwako. Na ndio maana anasema uzima na mauti vi katika nguvu ya kinywa. Wale tu watakaojua ndio watakaoshinda. Kwamba wewe umejua kwamba neno ni uharibifu mbaya kuliko chochote, huo una hakika kabisa ya kwamba usipolishikilia hilo neno, uharibifu utakuwa kwako. Na ndio maana unakuta asubuhi lazima uongeleshe mwili wako, useme wewe mwili ni mzima kwa jina la Yesu. Utatembea katika uzima. Utakapotembea katika uzima, utatembea, hautakamata magonjwa. Magonjwa hamna nafasi juu ya mwili huu. Ni maneno hayo yanaanza kumfuatilia mtu. Na ndio maana Biblia inasema hivi, yoyote atakayeuambia kupitia neno, atauambia mlima huu ng'oka, asiwe na shaka ndani yake, utang'oka.
Angalia Ezekiel aliposhuka katika lile bonde, akasema hivi, sikiliza, unaona nini? Akasema naona mifupa mikavu. Akasema sema kwenye kinywa chako, tabiria mifupa mikavu ipate kuishi. Akaanza kusema, kila alichokisema ndicho kilichoenda kutokea. Nataka nikuambie kitu kimoja, unapoamka jitabirie wewe. Unapoenda shuleni, watabiria watoto wako kabla hawajaenda shule. Unapofika kazini kwako, itabiria ofisi yako. Yani maneno yasipunguke kwako, kwa sababu ni roho, yanafuatilia, hayakuache salama. Lakini pia kufuta maneno. Watu wengi sana wameacha maneno yanapita. Wanaposikia namna hii wanashughulika na maneno, na leo tutaenda kushughulika na maneno. Utaenda kuachilia sadaka yako, kufuta maneno mabaya uliotamkiwa ambayo yanakufuatilia mpaka sasa. Lakini hali ya kulinda kwamba maneno mabaya yasiendelee tena kupata nafasi kwenye maisha yako ni jambo muhimu sana. Ndio maana akasema jikabili mbele za adui yako, linda sana. Jambo la kujilinda, jilinde kila neno baya lisipenye. Hivi ninavyokuambia sasa hivi, kuna watu wanapitia magumu, waliruhusu maneno mabaya. Kuna watu wanapitia mateso, waliruhusu maneno mabaya. Kuna watu wanapitia hali ngumu za maisha, wanapitia hali ngumu za ndoa, waliruhusu maneno mabaya. Hawakuyavunja yale maneno yaliyoletwa na adui kupitia watu, kupitia yeye mwenyewe. Yani yale maneno mabaya yaliyopitishwa na adui hapo kiujanja. Kama haukuyapangua yanaanza kufuatilia. Na leo tukayafute maneno mabaya yaliyotamkwa juu ya maisha yetu, na tukajitabiria juu ya maneno mazuri ambayo yanaenda kutufuatilia kwenye maisha yetu. Halafu tamshangaa Bwana ya kwamba maisha yetu yanaendeshwa na maneno ya vinywa vyetu. Maisha yetu yanaendeshwa. Na ndio maana mmoja akaniuliza akasema hivi neno lililotamkwa ambalo mimi sijalisikia litanikuta kweli? Nataka nikuulize, hivi unavologwaga huwa unakuepo pale kwenye kilinge cha kichawi wakati wanakuloga? Wewe umekaa huku, mbona wale maneno aliyoyanena kwenye vilinge vya kichawi yanamfikia mtu kumloga? Nini maana yake? Hata neno usilolisikia lililonenwa na mtu kinyume na wewe litakufuatilia. Na ndio maana ni vyema sana mtu wa rohoni kushughulika na maneno, kwamba unapoenda kulala sema, hata kila neno lililonenewa kinyume na mimi ninalifuta kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Lile neno unalolijua unalitaja lilolinena mtu fulani, nalifuta kwa jina la Yesu. Na yale maneno yote ambayo sijayasikia lakini watu wameninenea kinyume na mimi, ninayafuta kwa jina la Yesu. Kuna wengine tu hata unapopita sema huyu ni mzuri. Mzuri gani? Hakuna, amna kuolewa hapo. Ndoa itokee wapi? Tayari mtu anakunenea mabaya wakati humjui, huna time naye. Utauliza hivi, je, mtu asiyenijua mimi hata anawezaje kunitamkia maneno akanifikia? Kwani anayekuloga wote wanaokuloga wanakujua? Kuna wengine hata hawakujui, wivu tu wanakuloga hapo kazini kwako. Unaona kama unapendwa sana, wanakuloga. Wanapoona biashara yako inaenda vizuri, wanaenda kuiloga. Yani kuna mambo ambayo yanafanyika ambayo wewe husiki, lakini adui anahusika 100%. Kwa tunapoenda kuyavunja maneno mabaya, kama unalikumbuka neno lolote baya leo, lilete msalabani, tulihukumu na tulifute katika damu ya mwana kondoo. Lakini kama haukumbuki ama hauyajui, pia unayo nafasi. Usijukakaa kimya ukasema mimi sikumbuki. Sikia nikwambie, usilolikumbuka halifutiki kwa kuwa umelisahau. Usilolisikia halifutiki kwa sababu haujalisikia. Maneno yote yanayomfuatilia mtu yaliyonenwa, yapo anayoyasikia na asiyoyasikia. Kwa hiyo twende mbele za Bwana tukayafute hayo maneno. Kwa hiyo tutaanza kwa maombi ya watoto wetu, kaweka wakfu kwa Mungu wetu. Halafu baada ya hapo tutaenda kuomba kwa ajili ya maneno mabaya. Twende mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, ninakuja mbele zako Mungu mwenye enzi yote na mamlaka, nikikushukuru kwa ajili ya wakati mzuri watoto wetu walipata walipokuwa likizo, hata kuweza kusherehekea Pasaka, na baadaye sasa wapo tayari leo kuanza masomo yao na muhula wao na mfumo mpya ambao Mungu unaenda kuweka ndani ya mioyo yao ya kupenda kusoma, kupenda kuyashika yote. Roho Bwana, ninaomba juu ya mifumo mipya unaenda kuwajengea watoto katika muhula huu na msimu mpya. Roho Bwana, ukawape neema kwa jina la Yesu ya kuwa kichwa na si mkia. Tunakataa kufeli, tunakataa kurudi nyuma, tunakataa vipingamizi vya nguvu za giza kuwafanya watoto wetu wasielewe. Kwa jina la Yesu tunamkemea adui Lucifer na malaika zake dhidi ya watoto wetu. Hawataguswa, hawataonewa, hata hawatasogelewa. Tunakupinga Lucifer na malaika zako, toka kaa mbali na watoto,
toka kambali na watoto wetu, waache wasome, waache wafanikiwe katika mambo yote kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Na watamkia kufunguliwa kwa akili zao, hata wapate kuyaelewa yote wanayofundishwa shuleni. Wape neema watoto hawa Bwana, ninapoenda kutamka neno la baraka na ninapotamka neno la neema na baraka juu ya maisha yao, Baba, ninaomba wakawe vichwa na si mkia. Ninakataa kufeli, nakataa uvamizi wa nguvu za giza wanapokuwa shule, ninakataa uvamizi wa akili zao wanapokuwa shule, ninakataa na kuwatenga na marafiki wabaya wa uharibifu, ninawatenga na hila zote za giza kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sasa na neno lako, mpingeni shetani naye atakaa mbali. Ninampinga shetani dhidi ya watoto wetu, hata waona kwa jina la Yesu wa Nazareti. Mungu aliye hai, Baba, asante kwa maana imeandikwa, na watoto wetu watafundishwa na Bwana na amani yao itakuwa nyingi sana, watakuwa mbali na kuonewa. Baba, ninaomba rehema na neema, watoto wetu wakafundishwa na wewe Jehova, wakawe mbali na kuonewa, misingi mibovu haitapanda kwao katika jina la Yesu na damu ya mwana kondoo. Wape neema ya kukua na kuongezeka na kustawi sana kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa ajili ya watoto wetu, asante kwa ajili ya muhula mpya, asante kwa ajili ya neema unaenda kuiachilia kwao, ukawape shauku, ukawape furaha, ukawape amani, ukawape morali katika shule kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, Baba, asante kwa maana watoto wetu wanaenda kufanikiwa tena katika muhula huu. Ni Mungu aliye hai, wanapoenda muhula wao wa kuelekea nusu ya mwaka, ukawape nguvu katika jina la Yesu. Baba, ninaomba hata kwa ajili ya wazazi ambao wamekosa ada mpaka wakati huu. Roho Bwana, fungua milango na malango juu ya wazazi wale waliokosa ada. Roho Bwana, fungua milango na malango kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ukawape neema wazazi wote ambao wamekosa ada. Roho Bwana, fungua milango wakapate ada miraculously, wakapate ada kwa miujiza yako Bwana, kwa neema yako Bwana, na hatimaye waweze watoto wao kwenda shule katika jina la Yesu na katika damu ya mwana kondoo. Baba, nalibariki na kuliinua jina lako. Sifa na heshima ni vyako, Mungu wa kweli. Baba, ninakuja mbele zako, ninaomba kwa ajili ya maneno mabaya yaliyonenewa kinyume nasi, yaliyotamka uharibifu juu ya maisha yetu pasipo kujua, maneno yaliyotamka uharibifu juu ya maisha yetu tunayoyajua, yale maneno tuliyojitamkia wenyewe na maneno tuliyotamkiwa na watu pasipo kujua ama kwa kujua. Ninayafuta yale maneno yote kwa damu ya mwana kondoo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hakika tumeamini ya kwamba na kuelewa neno lako ya kwamba tunapomkabili adui tulinde sana na tujilinde na kila neno baya. Mungu aliye hai, tunaomba kila neno baya tuliloliruhusu lipenye kwenye maisha yetu, tunaomba toba na tunaomba Roho Bwana ukalifute hilo neno hilo likaondoke kwenye rekodi ya kutufuatilia kwa ubaya kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, tunaamini ya kwamba na neno lako linasema ya kwamba uzima na mauti vipo katika nguvu ya kinywa. Roho Bwana, ninaomba rehema na neema kinyume na maneno yote ya mauti yaliyotamkwa kupitia vinywa vyetu, yaliyotamkwa kupitia vinywa vya rafiki zetu na ndugu zetu na watu tusiowajua. Tunayafuta yale maneno ya mauti yaliyotamkwa kwenye vinywa vya watu mbalimbali. Tunayafuta maneno ya uharibifu ya mauti yaliyotamkwa kwenye vilinge vya kichawi. Tunayafuta maneno ya mauti ya uharibifu yaliyotamkwa na wachawi mbalimbali kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Tunayafuta yale maneno yote yasipate hukumu. Sasa neno lako ya kwamba kila neno analolinena mwanadamu lisilofaa litatolewa hukumu siku ya mwisho. Roho Bwana, ninaomba neema na rehema, zile hati za mashtaka kupitia maneno ya vinywa vyetu tunazifuta kwa damu ya mwana kondoo kwa jina la Yesu. Hati za mashtaka zinazoshtaki biashara ya mtoto wako huyu zikafutike, zile hati za mashtaka. Yale maneno yanayotamkwa kinyume na biashara ya mtoto wako yakafutike, kinyume na maisha ya ndoa ya mtoto wako yakafutike, kinyume na uchumba wake maneno yale yakafutike, kinyume na biashara yake na furaha yake na amani yake maneno yale yakafutike kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Kinyume na uchumi maneno yale yakafutike kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Kila neno lililokaa mlangoni kuzuia uchumi usiingie ndani ya maisha ya mtoto wako huyu, kuzuia
Zuia fedha na utajiri usiingie ndani ya mtoto wako huyu. Yale maneno yaliyo kama langoni ninayafuta kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu yako Yesu Kristo. Hakuna neno litakalosimama tena kumshtaki mtoto wako huyu. Baba, nalibariki na kuliinua jina lako. Sifa na heshima ni vyako Jehova. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi tutakuwa na sadaka zetu 2 kwa wale watu ambao mna watoto ambao wanaenda kuanza muhula mpya. Utashika sadaka yako kwa ajili ya kuachilia kwa watoto wetu. Hiyo sadaka ipige kelele kuwalinda na kuwapa yaliyokusudiwa na Bwana katika muhula huu kwa watoto wetu. Lakini sadaka ya pili yetu itakuwa ni kwa ajili ya kwenda kuharibu maneno yaliyonenewa na watu, tulionenewa na watu, au maneno tuliojinenea wenyewe, na kupanda maneno ya ushindi. Hiyo sadaka ikapige kelele katika ulimwengu wa roho. Tutaachilia sadaka katika ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 ama 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.